Kila mtu anayo nguvu ambayo Mwenyezi Mungu alimwekea wakati anamuumba, ama anayo talanta ambayo Mungu alimpa kuja kuifanya hapa duniani, au anayo kazi maalum ambayo anatakiwa kuifanya hapa duniani. Lakini si kila mtu huijua kazi yake kwa mara moja. Wengine huambiwa wewe unafaa kufanya vitu fulani, lakini hawaichukulii maanani na kuzungumzia au kuamua kufanya shughuli ambazo wao wanaamini ni bora kwao. Leo nitazungumza beyond hii nguvu. Umekwisha kugundua una kipaji? Umekwisha kugundua una nguvu gani? Sasa ni nini ambacho unatakiwa ukifanye ili uweze kutimiza sasa yale malengo yako? Leo ndizo pointi ambazo nitakuwa nazizungumzia hapa, na kama ukiweza just note down, kwa sababu ni za muhimu sana. Kipengele cha kwanza kabisa, kabla hatujaenda, lazima ujue una nguvu kwenye nini. Wewe ni nini unachoweza kukifanya kwa ubora zaidi kuliko vitu vingine? Hiki ndicho cha kwanza. Au lazima utambue kwa nini mimi niko duniani. Nikishajua ni kwa nini uko duniani, then tunaweza kuendelea sasa na pointi zinazofuata. Cha kwanza ni project implementation, ambacho ni cha pili kutoka kwenye recognition. Kwa hiyo kama ni project implementation, tayari umeshajua kwamba mimi nina talanta ya kuimba, mimi nina talanta ya kucheza mpira, mimi nina talanta ya biashara. Sasa kwenye project implementation tunaenda kuanzisha kile kitu ambacho tunaamini sasa hiki ndicho cha kwanza. Kama ni biashara, tunaenda sasa kuanza biashara, kwamba mimi naamini nguvu yangu iko kwenye biashara, sasa ninaianza biashara. Cha kwanza kabisa lazima uanzishe. Hakuna namna yoyote ambayo mtu anaweza akafanikiwa bila kuwa na kitu anachokifanya. Lakini cha pili ni priority au prioritization. Watu wengi huwa tunaanguka kwa sababu tunakuwa na vitu vingi vya kufanya. Mimi huyu nataka niimbe, huyu nataka niwe motivational speaker, huyu nataka nifanye biashara, huyu nataka niwe mtu fulani. Haiwezekani kuorganize hivi vitu vyote na ukavifanya kwa ubora sahihi. Kwa hiyo inabidi sasa ukipe kipaumbele au utoe muda wako mwingi kwa ajili ya jambo lako hilo ambalo wewe unaliamini. Unatakiwa kuwa na discipline. Hakuna mafanikio yoyote ambayo utayaachieve bila kuwa na discipline. Kama unatakiwa kuamka saa 1:30 au saa 12 asubuhi na nusu kwenda kufanya mazoezi, inatakiwa uamke. No matter what, umechoka, unajisikia vibaya, unajisikia ulale, lazima uamke. Uwe na ile consistency kwamba leo natakiwa kufanya hiki na ukifanya. Hii ni njia mojawapo ya kukusaidia kuachieve. Lakini mbili, inatakiwa uwe na connection sahihi, uwe na link sahihi. Kwa mfano, unapokuwa maybe wewe ni artist au wewe ni mfanyabiashara, uwe na choice ya wafanyabiashara ambao wanaweza kukusaidia wewe kuachieve malengo yako. Naomba unielewe hapa, si kila mtu anapaswa kuwa rafiki yako, si kila mtu anapaswa kukijua unachokifanya, wala si kila mtu anapaswa kuwa karibu yako. Kuna watu unatakiwa kuambatana nao. Hii ndo linki au connection au kuwa na mahusiano nao ili wewe kuachieve malengo yako. Naomba ulinote hili down. Kwa hiyo jitahidi kujitengenezea connection au kujilink
na watu ambao wanaweza kukusogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika kuachieve haya mafanikio. Lakini la tatu ni personal development. Lazima uhakikishe kwamba unakuwa kiroho, unakuwa kimwili, ile personally, lakini pia unakuwa na mahusiano mazuri na jamii. Sasa tunawezaje kukua kiroho? Tunawezaje kukua kimwili? Tunaenda kwa kipengele kimoja kimoja. Tunaweza kukua kiroho kwa kufanya ibada, kusoma vitabu vingi vya dini, lakini kwa kuwa karibu zaidi na Mungu. Na ninaposema kukua karibu na Mungu, namaanisha mpaka kuyaacha haya matendo ambayo tunaamini yanakuweka mbali na Mungu. Kwa mfano kama ni vya biashara, natakiwa kusoma vitabu vinavyohusiana na hiki. Sitavitaja hapa kwa sababu za kibiashara, lakini utafute vitabu ambavyo vinarelate na wewe. Nadhani hapa unanielewa. Lakini jiunge pia na jamii. Jitahidi sana kila unachokifanya kinakuwa na impact kwa jamii, kwa sababu mafanikio bila maendeleo ya jamii ni uongo. Hapa nadhani tunaelewana. Lakini 4 ni